jina lake Manani. Ingekuwa ni amri yangu ningempa jina Swadiki baba wa Bakari. Hiyo ni kumnasibisha na baadhi ya sifa alizonazo kipenzi chake Rasuli, aliyekuwa mkweli, mswadiki, muumini na muona mbali. Si mwingine huyu ni yule mhenga aliyesema usiku wa deni haukawii kucha. Wajua kwa nini usiku wa deni haukawii kucha? Aliwaza na kufikiri mbali kweli kweli. Na ni kweli usiku wa deni haukawii kucha. Na nini hilo deni? Na hilo deni ni nini? Deni ni ahadi, tumekubaliana. Na kama deni ni ahadi, basi ahadi ni ile ambayo mnyama Simba na RS Berkane waliwekeana mara baada ya mchezo wa mkondo wa kwanza pale katika uwanja wa Manispaa ya Berkane nchini Morocco kutamatika. Wakahidiana hilo kombe tulikute kwenye ardhi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hilo kombe tulikute kwenye ardhi ya Daktari Hussein Ali Mwinyi. Na kweli hilo kombe hii leo linapatikana hapa katika uwanja ulioko chini ya mamlaka ya Daktari Hussein Ali Mwinyi hapa Zanzibar, Unguja, Zanzibar, mbali kidogo na visiwa vya Pemba. Na kusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokea visiwani Zanzibar. Na upatikana visiwa viwili vikubwa, Unguja na Pemba. Na kusalimu kutoka nje ya dimba la Aman. Na kusalimu kutoka nje ya Aman Stadium, uwanja ambao unakwenda kuhodhi mchezo wa fainali wa mkondo wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika baina ya mnyama Simba dhidi ya RS Berkane. Yule mhenga aliyesema usiku wa deni haukawii kucha, kwa nini aliona mbali? Yakawa wiki, ikawa siku, hivi sasa imekuwa ni masaa. Kweli usiku wa deni haukawii kucha. Mimi nikiwa nje ya dimba la Amani, langu ni kukuonyesha kila ambacho kinaendelea hivi sasa. Tazama muonekano ama hali ya nje ya uwanja wa Amani hivi sasa ilivyo. Watu wamekaa kwa makundi wakitafuta wapi watapata vichinjio vya kuingia ndani ya dimba la Amani. Watu wamekaa kwa makundi wakitafuta wapi watapata milango ya kuingia ndani ya dimba la Amani. Watu wamekaa kwa makundi wakijadili ni kwa namna gani RS Berkane atakufa hii leo na Simba mnyama lunyasi kubeba ubingwa wa Afrika. Hayo yote yatapatikana baada ya dakika 90 majira ya saa 10 jioni. Hizi ni ripoti za Ayoma Media kutokea huku Zanzibar. Na langu jina naitwa Jadu, waweza niita mtaalam Aljadaziz Ali Shentembo, na hii ni Ayoma Media. Na hivi ni vitu vya Zanzibari, kitu cha chungu hapo kinapita taratibu. Hii ni Zanzibar. Zanzibar ni njema, atakaye na aje, atakaye anakaribishwa kweli kweli. Nikukumbushe mechi ambayo RS Berkane alikuja Dar es Salaam kucheza haikuwa katika dimba hili. Ilikuwa katika dimba la Benjamin Mkapa pale Dar es Salaam. Matokeo ya awali yalikuwa kama ambavyo yamepatikana awali ya msimu huu. Msimu ambao mnyama anakutana na RS Berkane alipigwa mabao 2-0 kule katika uwanja wa Manispaa Berkane nchini Morocco. Akaja Dar es Salaam, Pape Osman Sako akawanyamazisha mashabiki wa RS Berkane waliokuwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Ushindi wa bao 1-0 ambao waliopata mnyama katika dimba la Benjamin Mkapa ukatosha kulipa kisasi. Hivi sasa ni mchezo mwingine kabisa ambao matokeo ndio muhimu wala sio alama. Mnyama amefunga mabao 2-0, anapaswa kupata zaidi ya mabao 2-0 ambao alifungwa kule ili awe bingwa wa michuano hii mikubwa barani Afrika badala ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mnyama anapaswa kupata mabao 3 hapa ndani bila kuruhusu ili awe bingwa majira ya saa 10 jioni. Haya yanawezekana? Kwangu mimi naamini yanawezekana. Jambo la kusubiri ni kuona nini mnyama atakwenda kukifanya. Je, tunachokitegemea atakuwa ndo kile ambacho kwenda kukifanya? Ni jambo la kusubiri na kuona. Nikukaribishe hivi sasa mpaka tamati. Ayoma Media tupo hapa, tutakuletea ripoti na simulizi zote ambazo unapaswa kuzifahamu hivi sasa mpaka baada ya mchezo baina ya mnyama Simba dhidi ya RS Berkane. Langu jina ni Jadu, endelea kuwa nasi.